Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei atazikwa mwezi Julai. Iran imetangaza kuwa mazishi aliyekuwa kiongozi wake mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei yatafanyika mwezi Julai. Na katika taarifa iliyotolewa wakati Iran na Marekani zikitarajia kutia saini makubaliano ya kumaliza vita katika kile duru zinasema ni masaa 24 yajayo, kwa maana kutoka siku ya Jumamosi, kwa maana siku ya Jumapili. Kulingana na vyombo vya habari vya serikali, Ayatollah Al-Khamenei atazikwa kwenye mji aliozaliwa wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran mnamo Julai 9. Safari ya mazishi itaanza kwenye mji mkuu wa Tehran mnamo Julai 4. Inaarifiwa pia mipango ya mazishi inajumuisha maombolezo kwenye mji mtakatifu wa Qom kusini mwa Tehran. Sheria za Kiislamu zinataka mtu aliyeaga dunia kuzikwa haraka iwezekanavyo, na ikiwezekana ndani ya saa 24 baada ya kifo, lakini kuna mazingira yanaruhusu hilo kuwa kawia ikiwemo vita. Khamenei aliuawa katika siku ya kwanza mashambulizi ya anga ya Israel na Marekani dhidi ya Iran yaliyofanywa Februari 28. Kiongozi huyo alikuwa na umri wa miaka 86, alitawala Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa miaka 36. Wakati wa utawala wake, Khamenei alijenga Iran kuwa dola yenye nguvu inayoipinga Marekani, akisambaza nguvu hizo za kijeshi kote kwenye eneo la Mashariki ya Kati kupitia makundi ya wapiganaji kama vile Hizbullah ya nchini Lebanon, huku pia akitumia mkono wa chuma kusambaratisha maandamano na vurugu za kupinga utawala wake nchini humo. Wakati wote utawala wake, Khamenei alisalia kuwa mkosoaji mkubwa wa Marekani, licha ya juhudi za tawala kadhaa za Marekani kujaribu bila mafanikio kutafuta suluhisho la mvutano kuhusu mradi wa nyuklia wa Iran. Shambulizi lililomuua Khamenei lilisambaratisha nyumba yake kwenye mji mkuu wa Tehran. Mtoto wake wa kiume Mojtaba pia alimpoteza mke wake kwenye shambulizi hilo, na yeye mwenyewe alijeruhiwa. Alimrithi baba yake na kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran. Wakati hayo yakiarifiwa, Marekani na Iran zinaonyesha zinakaribia kufikia mkataba wa kumaliza vita na kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema mkataba unaonuia kumaliza vita vya Mashariki ya Kati unanukia kuliko wakati mwingine wowote na unatarajiwa kuhitimishwa ndani ya saa 24 zinazokuja, ambapo inadaiwa huenda leo Jumapili mkataba huo ukasainiwa. Pakistan inatayarisha mipango ya utiaji saini makubaliano hayo na kisha tafuatiwa na mazungumzo ya ngazi ya wataalamu wiki inayokuja. Hapo kabla, taarifa za uwezekano wa kufikiwa makubaliano zilitolewa, lakini pande hizo mbili zilishindwa kupata mwafaka na hakuna mkataba uliowezekana kutiwa saini. Hatua sasa uwezekano wa kupatikana mkataba imefikiwa baada ya Iran kushambuliana na Marekani na Israel siku chache zilizopita ndani ya wiki hii, hali iliyotishia kurudisha nyuma juhudi za kumalizwa kwa vita. Siku ya Ijumaa, kamandi ya jeshi la Marekani inayoshughulikia operesheni kwenye eneo la Ghuba ilisema imedungua drone kadhaa za Iran zilizokuwa zinalenga meli za biashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile kilichotangazwa na Iran juu ya mazishi aliyekuwa kiongozi wake mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei, miongoni mwa viongozi ambao waliuawa katika siku ya kwanza ya mashambulizi yaliyoanzishwa na Marekani na Israel, na ilikuwa ni mnamo Februari 28 wakati wa shambulizi hilo ambalo limuua kiongozi huyo, lakini pia limemjeruhi mtoto wake wa kiume Mojtaba Khamenei, ambaye sasa ndiye kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Na baadhi ya viongozi wa kijeshi nao pia waliuawa kutokana na mashambulizi ya siku ya kwanza yaliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia, tutaendelea kukujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.